Mapato kutoka mamlaka yetu ya mapato TRA yameendelea kufanya vizuri sana na kuongeza wigo mwaka hadi mwaka. Tunaendelea kuzalisha ili tupate ziada, tuweze kuuza, tuongeze kipato. Lakini tunazalisha mazao ya mifugo, tunafuga sana ng'ombe, mbuzi, kondoo, lakini iliyotia fora ni kuku wetu wa mkoa wa Singida, kuku bora Afrika. Tunaendelea kuwatangaza, tunaendelea kuwauza duniani kote. Kuku wetu ni wazuri na ni watamu sana na hawajachanganywa na kitu kingine, wanakula mahindi, mtama, uwele. Ukila nyama ya kuku hapa unakula kuku asilia. Kwa hiyo tunashukuru sana viongozi wote ambao tunasaidiana katika kuhakikisha kwamba tunatafuta masoko kwa ajili ya mifugo ya wananchi wetu. Tumeendelea kuzalisha mazao ya nyuki katika mkoa, lakini tunazalisha pia mazao ya maji kwa maana ya samaki. Kila mwaka tumeongeza tani za samaki katika mkoa na fedha zinapatikana kwa wananchi wetu. Kwenye huduma za jamii ndio usiseme. Elimu bila ada, tumeanza elimu ya awali, elimu ya msingi, lakini mpaka sekondari. Kila mwezi tunapokea wastani wa bilioni 1.2 kwa ajili ya uendeshaji wa elimu bila ada, na hakuna hata mwezi mmoja pesa imekosekana. Lakini watoto wetu wanasoma vyuo vya kati na vyuo vya juu kwa kupata mikopo ya serikali. Kwa hiyo katika maeneo yote, vijiji vyote 441 watoto wanapata fursa sawa ya kupata elimu, ili mradi tu mtoto mwenyewe aamue kusoma. Sekta ya afya bado tumeendelea kuimarika. Mkalama tumejenga hospitali mpya kabisa, lakini ukienda Mandewa sasa hivi pale majengo yamesimama kama uyoga. Tumepunguza adha kwa wananchi wetu kusafiri kwenda mikoa mingine kwa ajili ya huduma za kibingwa. Huduma za kibingwa zinapatikana hapa hapa ndani ya mkoa wa Singida. Kwa serikali kushirikiana na sekta binafsi, tunao wenzetu pale Itigi, St. Gaspar, lakini tunao Makiungu ambao wanatutangaza vizuri sana na tunapata wageni mpaka nje ya nchi. Hiyo ni mipango mizuri na mazingira wezeshi yaliyowekwa na serikali. Huduma za maji kama nilivyosema jana, vijijini tumefikia 72%, lakini mjini tuko 82%, na hapa Iramba ni ushahidi tosha, wameanza kunywa maji ya Ziwa Victoria. Na sasa hivi kazi tunayofanya ni usambazaji katika vijiji 11 alivyoahidi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikija kwenye sekta ya umeme, tumemaliza vijiji vyote 441 na sasa tumehamia kwenye vitongoji na wakandarasi wako kwenye vitongoji wanafanya kazi ya kupeleka umeme mpaka vitongojini. Ukiangalia idadi ya viwanda vidogo vidogo imeongezeka maradufu kwa sababu ya kupeleka umeme vijijini. Barabara zinajengwa, madaraja yanajengwa, vivuko vinajengwa, na kila siku tunafungua barabara mpya kuhakikisha kwamba barabara zetu zinapitika mwaka mzima. TANROADS na TARURA wako barabarani, wako wakati wa mvua, wako wakati wa jua, wanafanya kazi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba barabara zetu zinapitika. Tumeendelea kupokea fedha nyingi sana za maendeleo. Kila mwaka tumeongezewa fedha za uendeshaji wa serikali, lakini na fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo. 2020 wastani ulikuwa ni bilioni 180. Sasa hivi tumefikia bilioni 303. Tunamshukuru kwa miradi mipya. Haya yote niliyoyasema yalikuwa ni miradi ya awamu ya kwanza, lakini awamu ya pili tumeanza kwa kishindo. Miradi mipya ambayo inaenda kutekelezwa: ujenzi wa uwanja wa ndege wa mkoa wetu wa Singida, uwanja wa kisasa. Wana Singida watakuwa wanaruka angani kwenda kutafuta fursa duniani. Wakitoka hapa wanaenda moja kwa moja duniani, na tayari kazi imeshaanza. Kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya sasa 2025 tunaenda kupata SGR hapa Singida. Kwa hiyo na sisi tutakuwa tunatembea ndani ya muda mfupi kuelekea Dar es Salaam, Tabora, mpaka kanda ya Ziwa kule Mwanza. Tuna mradi mkubwa wa utafiti wa gesi asilia pamoja na mafuta, na mradi ule umeanza kutoa matumaini. Zaidi ya bilioni 51 zinatumika kufanya utafiti, ni pesa za ndani na zinafanya kazi kubwa. Ukienda kule Wembele saa hizi vijana wako kule wanafanya kazi. Hiyo ndio mipango bora ya Chama cha Mapinduzi kwa maendeleo ya watu wake. Na sisi kama serikali tuko imara kuhakikisha mipango yote tuliyopewa kupitia ilani, dira ya maendeleo tunaitekeleza, na mipango ile ya kitaifa na kimataifa.